tofauti. Zaidi ya mbuzi 100 wamevamiwa na kuuliwa katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja katika vijiji tofauti vya eneo bunge la Kiambaa, hali ambayo imezua taharuki miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Wakazi hao sasa wanalitaka shirika la huduma kwa wanyamapori KWS kuingilia kati, wakitaka iwalipe fidia kutokana na hasara kubwa hiyo na pia kumuondoa mnyama huyo anayeamini kwamba huenda akawa ni chui anayewahangaisha. Mwandishi wetu Kimaku Chege anaarifu zaidi. Katika vijiji vya Thembegwa, Karuri na Banana, kaunti ya Kiambu, wakazi wanaishi kwa hofu, huku wengine wakikadiria hasara kubwa baada ya mnyama asiyetambuliwa kuwahangaisha. Kisa cha hivi karibuni kilitokea usiku wa kuamkia Jumanne, ambapo waliamkia kondoo wawili wakiwa wameuliwa, tukio likijiri siku moja tu baada ya wengine 3 kushambuliwa na mnyama huyo eneo lilo hilo. Nikaona kama kuna kitu kimechumbua kwa mlango. Kusongea hapo kukaribia, kufungua mlango nikapata mbuzi zimeuliwa, zimekuliwa, zimekufa. Kutoka kama miezi 2-3 kuna maeneo mingi tofauti kama Gathanga, Wagudho na hapa Thembegwa hapa kwa Njoki. Mbuzi zilikuliwa jana. Sasa tunauliza jameni, hii kitu imetoka Mushadha, Gathanga ikakuja sasa Gathiri na Thembegwa. Sasa jana usiku walifamia boma ingine karibu na sisi. Asubuhi tena kuamkia boma yetu. Sasa leo usiku hatujui kesho kutaamkiwa wapi. Huku tuliamkia jana kukiwa wanyama wameanguka wabuzi 3 na zilikuwa zimekuliwa na chui. Area hii imekuwa na kesi za chui ambayo imekula buzi kadhaa hata area hii ya Mushadha. Na saizi hapa jana asubuhi tumeanza kuamkia tena buzi zingine zikiwa zimekuliwa. Kulingana na baadhi ya waathiriwa, zaidi ya kondoo 100 wameuliwa ndani ya kipindi cha mwezi mmoja. Wakazi wanasema hii si mara ya kwanza kwa vijiji hivyo kushambuliwa na wanyamapori, hali inayowalazimu kuwa macho kila wakati. Na si mara ya kwanza, kuna wakati kuna wakati ilikuliwa. Ilitoka kwa mzee mwingine, boma ingine, ikakula na ikakuja hapa kwangu kula. Nimekuliwa buzi kama 4 mwaka ulipita. Watu wamenyamaza tu, hatujui kenye tutafanya juu ni mbuzi kama 100 kuendelea juu zimekuliwa kila mahali. Wanasema sasa wamechoshwa na hali hiyo na wanaomba hatua za haraka zichukuliwe na KWS ili kutambua na kumuondoa mnyama huyo hatari. Amka asubuhi ukutana na mnyama kama huyo hawezi kuacha ukiwa mzima. Lazima utakaa na hofu. Sasa tunaomba wasaidizi watusaidie kujua huyu mnyama tunaweza kumuondoa namna gani. Tunataka tulipwe. Sasa hiyo hasara yote serikali ndio itachukua. Kwa maana sisi tulifugia, hata kama unafuga kitu yako mahali unafuga na mtu mwingine anakuja kuharibu, hiyo iko sheria kwa mikono ya serikali. Sasa tunataka tulipwe hiyo busi zetu. Kando na kudai kulipwa fidia kutokana na hasara wanayopata, wakazi sasa wanaiomba shirika la KWS kuingilia kati ili kuondolea hatari hii. Kimaku Chege, KTN, kaunti ya Kiambu.